Taarifa mbaya jioni ya leo imezuka kumuhusu Godbless Lema na kuzua taharuki na hofu nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Jioni ya leo Novemba tarehe 8 mwaka 2025 iligeuka kuwa siku ya taharuki kubwa katika mkoa wa Arusha pale ambapo gari dogo jeupe aina ya Alphard ilisimama ghafla maeneo ya USA River na mwanaume maarufu nchini ambaye si mwingine bali ni Mheshimiwa Godbless Lema akachukuliwa kwa haraka na kuingizwa ndani yake. Hakuwa peke yake, alikuwa na dereva wake ambaye naye alionekana kusukumwa ndani ya gari hilo kabla alijaondoka kwa kasi kuelekea upande wa Moshi. Dakika chache baadaye eneo hilo lilijaa uvumi, hofu na maswali mengi ambayo mpaka sasa hayajapata majibu ya wazi. Tukio hilo halikuwa la kawaida wala halikuchukuliwa kama tukio la kawaida na la kiusalama. Lilitokea katika kipindi ambacho hali ya kisiasa nchini Tanzania imekuwa ikichemka kwa muda mrefu, wakati ambapo mvutano kati ya serikali na vyama vya upinzani hasa Chadema umekuwa ukifikia viwango vya juu vya wasiwasi. Kwa sekunde chache tu kukamatwa kwa Lema kuligeuka kuwa taarifa ya taifa. Mitandao ya kijamii ikalipuka, redio na televisheni zikazimika kubadilisha ratiba za matangazo yao, huku sauti ya taharuki kitanda nchini kote. Ilikuwa ni habari iliyotikisa misingi ya siasa za Tanzania, si kwa sababu tu ya jina kubwa la Lema bali pia kwa maana pana zaidi, kuwa ujumbe wa hofu, uwazi na mipaka ya uhuru wa kisiasa. Mashuhuda wa tukio hilo walibaki wakiduwazwa. Lema, kiongozi wa muda mrefu wa upinzani, alikuwa akionekana mtulivu kabla ya gari hilo kuwasili. Kwa muda mrefu amekuwa akihusishwa na mapambano ya kudai demokrasia ya kweli, uhuru wa maoni na utawala wa sheria. Kukamatwa kwake katika mazingira haya ya ghafla kulikuwa kama ishara ya kipindi kipya cha ukinzani wa kisiasa nchini. Hadi kufikia jioni ya siku hiyo, taarifa zilianza kuenea kwamba safari ya Alphard ile ilikuwa ikielekea Moshi, lakini hakuna aliyethibitisha kama kweli walifika huko au walielekezwa katika kituo kingine cha usalama. Jeshi la polisi halikutoa taarifa yoyote rasmi kwa muda wa saa kadhaa, aliliyozidi kuchochea hofu na uvumi. Tanzania ilikuwa imetumbukia katika hali ya sintofahamu. Je, Lema alikuwa amekamatwa kwa kosa la jinai au ilikuwa ni hatua ya kisiasa dhidi ya sauti ya upinzani? Kukamatwa kwa Mheshimiwa Lema si tukio la kwanza lilohusisha viongozi wa upinzani nchini humo. Katika miaka ya karibuni kumekuwa na ongezeko la matukio ya viongozi wa kisiasa kukamatwa, kuhojiwa na kushikiliwa kwa muda usiojulikana bila maelezo ya wazi. Hali imejenga taswira nchi inayokabiliwa na migongano ya ndani kuhusu uhuru wa kisiasa na matumizi ya vyombo vya dola. Kwa wafuasi wa Chadema, Lema ni zaidi ya mwanasiasa, ni alama ya upinzani dhabiti miongoni mwa wale wachache waliokataa kukaa kimya katika nyakati ngumu za kisiasa. Amekuwa sauti yenye nguvu katika mijadala mikali ya kitaifa kuhusu haki za binadamu na uwajibikaji wa serikali. Kwa hiyo kukamatwa kwake katika mazingira yasiyoeleweka ni zaidi ya tukio binafsi na ni tukio la kitaifa linalohusiana na mustakabali wa uhuru wa kisiasa nchini. Godbless Lema ni jina ambalo limekuwa likihusishwa na siasa zenye msimamo thabiti tangu miaka ya mwanzo ya demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania. Akiwa mbunge wa zamani wa Arusha mjini kupitia Chadema, aliwahi kuwa miongoni mwa wabunge wachache waliokuwa wakikemea ufisadi, ukandamizaji na matumizi mabaya ya madaraka hadharani. Safari yake ya kisiasa imekuwa yenye changamoto nyingi, kwani amewahi kushikiliwa mara kadhaa kwa madai tofauti, lakini kila mara aliibuka akiwa thabiti zaidi. Na kwa wafuasi wake, Lema ni mfano wa mwanasiasa asiogopa kusema ukweli, na kwa serikali mara nyingine amekuwa kero isiyokoma. Kukamatwa kwake mara hii katika mazingira yaliyofunikwa na ukimya wa vyombo vya dola kumeibua kumbukumbu za nyakati ambazo Tanzania ilikumbwa na misukosuko ya kisiasa. Na wakati serikali ikikaa kimya kuhusu kukamatwa kwa Lema, jamii ya Watanzania imezidi kuwa ya wasiwasi. Mitandao ya kijamii imetawaliwa na kampeni za Where is Lema na Free Lema, zikibeba sauti za wananchi wanaotaka uwazi na haki. Taarifa zilizotolewa na Chadema zimeonyesha kwamba chama hicho kimeanza mchakato wa kisheria kufuatilia kukamatwa kwa kiongozi wao. Wameapa kuhakikisha kuwa haki inatendeka, huku wakitaka maelezo ya kina kutoka kwa jeshi la polisi juu ya sababu za kukamatwa kwake.
Wakati huo huo, umma umekuwa ukijadili kwa kina suala la matumizi ya nguvu na upendeleo wa kisiasa ndani ya vyombo vya dola. Kukamatwa kwa Lema kumeonekana kama kiashirio cha mazingira magumu ambayo wapinzani wanapitia, hususan katika kipindi hiki cha mivutano ya kisiasa. Historia ya Tanzania imekuwa ikiandikwa kwa majaribio mengi kisiasa, kutoka katika enzi za mfumo wa chama kimoja hadi vyama vingi. Tangu mageuzi ya kisiasa ya mwaka 1992, nchi imekuwa ikijaribu kujenga demokrasia endelevu. Hata hivyo, matukio ya kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, kufungwa kwa mikutano ya kisiasa na kudhibitiwa kwa vyombo vya habari yamezua maswali kuhusu kama nchi hiyo bado inatembea katika njia sahihi ya demokrasia. Lema, akiwa miongoni mwa wanasiasa waliokimbilia uhamishoni baada ya chaguzi zilizopita na baadaye kurejea nchini, alikuwa amekuwa ishara ya matumaini mapya kwa wapenda mageuzi. Wengi walidhani kuwa kurejea kwake kulikuwa mwanzo wa sura mpya ya maridhiano ya kisiasa, lakini kukamatwa kwake sasa kumefutwa matumaini hayo kwa kasi ajabu. Tukio hili linaendelea kuibua tafakari zito kuhusu mustakabali wa haki na siasa nchini Tanzania. Kukamatwa kwa Lema kutazamwi kama tukio la mtu mmoja tu, bali kipimo cha namna serikali inavyoshughulikia tofauti za kisiasa. Na katika mazingira ambapo wananchi wanazidi kupoteza imani na uwazi wa vyombo vya usalama, kukosekana kwa maelezo ya haraka kunatafsiriwa kama ishara ya udhaifu wa taasisi za kisheria. Hali inaongeza shaka kwa jamii, ikitengeneza ukuta wa kutoaminiana kati ya dola na raia. Na ikiwa serikali haitatoa ufafanuzi wa haraka kuhusu hali yake na sababu za kukamatwa, kuna uwezekano mkubwa wa kuzorota kwa utulivu wa kisiasa na kijamii. Na katika siku za hivi karibuni, taifa limeonekana kugawanyika katika hisia mbili kuu. Upande mmoja unahofia kwamba siasa za Tanzania zinaanza kurudi katika enzi za hofu na ukandamizaji, huku upande mwingine ukiamini kuwa bado kuna nafasi ya kurekebisha mambo kwa njia ya kidemokrasia. Chadema kupitia viongozi wake imetangaza kuendelea kupigania haki, si kwa Lema pekee, bali kwa Watanzania wote wanaodai uwazi na haki ya kisiasa. Wameonya kwamba kukamatwa kwa kiongozi huyo kunaweza kuzidisha hisia za ukosefu wa haki na kuathiri umoja wa kitaifa. Kwa sasa jiji la Arusha limekuwa kitovu cha mazungumzo, mashaka na hisia kali. Polisi wameongeza doria, huku wananchi wakionekana kuwa waangalifu zaidi katika mazungumzo yao ya kisiasa. Kukamatwa kwa Mheshimiwa Lema kumeweka Tanzania kwenye njia panda ya kihistoria, na ni tukio linalojaribu mizani ya demokrasia na uhuru wa kisiasa, haswa katika taifa linalojipambanua kama mfano wa amani barani Afrika. Na wakati chama chake kikijipanga kisheria, wananchi wanaendelea kushikilia tumaini kwamba haki itatendeka. Lakini swali kubwa linabaki, je, serikali itavunja ukimya na kutoa maelezo ya kina, au taifa litaendelea kubaki gizani likitazama kivuli cha upinzani kikipotea? Kwa sasa Tanzania inasubiri jibu ambalo litaamua kama itabaki kuwa ngome ya amani na maridhiano, au itaingia katika giza la hofu na migogoro ya kisiasa. Kukamatwa kwa Lema si mwisho wa hadithi, ni mwanzo wa sura mpya katika historia ya siasa za nchi, sura ambayo itaamua mustakabali wa uhuru, haki na uhalali wa utawala wa sheria kwa vizazi vijavyo. Huu ndio mwisho wa simulizi letu kutoka hapa Kenyascope, ambapo ndo tunakuletea habari kwa kina. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajapata taarifa hizi.